Katika harakati za kukujuza juu ya kile ambacho kinaendelea katika viunga hivi vya Zanzibar, Asam Online TV leo tumefika katika maeneo ya Mnazi Mmoja ambapo ukarabati wa barabara umeanza rasmi. Hapa tuwasikilize wananchi pamoja na waendesha vyombo mbalimbali wana kipi cha kuongea juu ya swala hili la ukarabati wa barabara hii. Kama mjasiriamali mdogo mdogo au madereva wadogo wadogo, na tunapofanya shughuli zetu huwa tunafanya barabarani. Tunapobusikia mheshimiwa tayari maboresho ya barabara yamefikia, ingawa tunapata changamoto ndogo ndogo sehemu za kupita, lakini ni mojawapo ya hatua mzuri kwamba baadaye tutatembea kwenye barabara zilizokuwepo na ubora na bila mikwaruzo kama vile kusukumana na wenzetu wa dereva bajaji, wa daladala. Ni bado kwetu sisi inaingia kwa furaha marekebisho ya barabara. Inakuwa furaha kwenye migundi yetu tunavyokaa, huenda tutapata tena vivuli vingine vya kututengezea mzee kwamba bana nyinyi mtapumzika hapa kwa ili msiwazonge watu wengine. Kwanza viongozi wa ngazi ya chini kututembelea kabla ya huu mradi kuanza. Walitutembelea na wakatupa elimu yake na wakatupa baadhi ya karatasi zilizochapishwa za barabara ya zamani na barabara mpya inavyotaka kuwa. Wote tulifurahia, na baadhi tuliokawepo siku hiyo wengi tunazo zile karatasi kwa sababu hawakutoka nazo. Alipatikana naibu sheha, alipatikana sheha, lakini alikuja diwani wa maeneo haya, lakini pia alikuja mwakilishi wa ubunge, tulikuwepo naye, na hicho kikao kilifanyika hapa kwenye mti huu. Tulikusanyika vijana wa kijiwe cha kwanza kile na kijiwe cha kwetu sisi na kijiwe cha bajaji ambazo zinaelekea Sateni. Kwa hiyo tulikusanyika wote tukawa sehemu moja na tukawasikiliza kwa pamoja na tukawaelewa na tukalizikana na tukaona huu mfumo unaokuja ni mzuri, kwa sababu hata kwenye michoro barabara inavyoonyesha wametuonyesha moja kwa moja bodaboda mtakuwa na kwenu kwa kupita, mwendo kasi itakuwa na sehemu yake ya kupita, daladala za kawaida itakuwa na sehemu yake ya kupita. Kwa ile kwetu sisi haitokuwa kero, kwa sababu ni shida tu ya siku 3 kuruka mashimo hapa na nini unaelekea sehemu ya kazi. Sasa ile huwezi kufanya taifa lisifanye vizuri katika urekebishaji wa miundombinu eti kisa mjasiriamali mmoja atapata shida. Sio hafanyi, ila itakuwa ni shida sehemu fulani wamemwekea kidaraja, basi mnapita kwa foleni, ndio shida kama zile. Sasa zile kama Mzanzibari au mkazi wa hapa hawezi kuona kama ile kero, kwa sababu atafanya kazi ile ni miezi 2, lakini ataneemeka ndani ya miaka 7, 8, 10 muendelevu. Changamoto juu ya hizi njia, sisi madereva tunapata kidogo msuguano pamoja na abiria, kwa sababu kama sasa hivi unaiona foleni imekuwa ni kubwa, na njia hii ya katikati hapa darajani, kutoka darajani kwenda Malindi nayo inaparwa. Sasa kesho kwa mujibu tunavyoona tutakavyoamka hapa, basi tutaikuta barabara kwamba hii haipitiki tena. Sasa raia wanakuwa wanashindwa kuelewa. Kwa hiyo sisi tunachoomba kupitia vyombo husika kwamba kuanzia kesho hawa wananchi wawe wanafahamishwa kwamba huku kumetengenezwa na tunatakiwa tufike sehemu fulani. Hii ndio changamoto, kwa sababu sasa hivi kama unamwambia mtu unashuka na kwenda hospitali, unamwambia hospitali naye hajui hospitali kuna nini, basi kidogo mnagombana. Umenifahamu eh? Kama mtu unamwambia unakwenda hospitali, ikisha hospitali yeye hajui tayari hospitali nje kunatengenezwa, lakini mwingine hajui. Sasa kulikuwa tunaomba kuwekwa hata wasimamizi kuambia bana huko kuna matengenezo, kunatengenezwa njia ili mambo yetu yake sawa. Hakuna katika kutengeneza kwamba kusiwe na athari zinapatikana na usumbufu utapatikana. Natoa pongezi za kheri kubwa sana kwa jinsi anavyozidi kutushughulikia au kuweka sawa huu mji. Hiyo ninapongeza pamoja na uongozi wake wote. Kwa sisi hapa wenyewe hatuna neno, manake wapo wafanyakazi wanachelewa makazini kwa sababu ya foleni, kwa sababu ya barabara. Lakini changamoto yangu mimi nimeona wanafunzi wanakaa sana, asubuhi wanachelewa kwenda skuli, wanatiwa 3 kwenye daladala ambao basi wanatosha hawa. Wanaachwa wanachelewa kwenda skuli. Ningependa kama Mheshimiwa Rais hayo mabasi yao waliyoweka huko, kama atayatoa kwa kuwasaidia wanafunzi, ingefanya la maana sana. Naomba Mheshimiwa Rais ujumbe ukufikia, wanafunzi wanateseka. Saa 3 za usiku tunaporudi katika mishemishe zetu tunakutana na wanafunzi ndio wanarudi majumbani mwao.
Kwenye daladala wanaambiwa haya, ingia huyu, wewe ingia huyu, anaachwa, wanachelewa. Kwa ufupi, tunaonea huruma wanafunzi na tuna uwezo, tungekuwa na magari tungewasaidia. Mheshimiwa, tuomba ulione hilo. Changamoto ya barabara ilikuwepo muda mrefu sana, lakini naona yeye kaliona hili kwamba wananchi wake wanahangaika kwa sababu ya vyombo vya barabarani. Tatizo ni barabara. Ila sasa hivi tunaona mji unavyopendeza kwa barabara, zipo vizuri na zinaendelea kutengenezwa. Hilo tunampa pongezi president wetu Hussein Ali Mwinyi. Na jengine pia ni kuvutia kivutio cha nchi, kwamba wageni pia wanapokuja wanakuta kwamba mazingira yapo vizuri. Kwa hiyo pongezi zinakuja kutoka kwa wananchi kwenda kwa president wetu. Hilo tunakupongeza sana. Ukarabati wa njia kutokea Malindi hadi Mnazi Mmoja, tumefurahika kwa ukarabati huo. Yote hayo yanajiri kutokana na ilani ya Chama cha Mapinduzi. Tunamshukuru Dr. Mwinyi kwa kutuwekea safi au kutuwekea mandhari mazuri katika mji wetu wa Zanzibar. Tumewasikia waendesha vyombo vya usafiri pamoja na watembea kwa miguu. Kikubwa zaidi ambacho wameweza kukitaka kwa wananchi wenzao ni kuweza kuwa na subra juu ya ukarabati wa barabara hizi ambazo zinaendelea katika maeneo haya ya Zanzibar. Mimi ni Abdurrahman Awesi, lakini nyuma ya kamera ni Abubakar Hassan.